Wa Chapesa Media kwa mara nyingine tena tupo kwenye viunga vya burudani na michezo tukiwaleteni habari za kimichezo na burudani. Ni sehemu gani inapatikana? Ni Chapesa Media. Kikubwa tunachoweza kusisitiza, wewe mwana Chapesa Media endelea kufuatilia na subscribe uweze kupata habari za burudani na michezo. Tunapatikana social media zote, TikTok, Instagram na Facebook. Andika tu Chapesa Media utapata habari za burudani na kimichezo. Nipo na mzee wangu mzee Saidi. Nimekuja kuzungumzia mchezo utakaofanyika leo, viwanja viwili tofauti. Kule Namungo Yanga FC zidi ya Namungo, na Dodoma viwanja cha Jamhuri pale Simba akicheza na Prison majira ya saa 3. Pia tunaweza kuzungumzia hususani mazingira ya hoja zinazoendelea kutoka upande wa Simba wakiandika barua kwenda TFF kuulizia kwanza kwa nini mchezo umeenda Zanzibar, na Alikamwe ametoa taarifa. Kuna maoni alipita, hatukuwahi kufanya interview. Kwa hiyo leo nipo na mzee wangu tutaziongelea. Linalofuata, Damalo inaonekana si Mtanzania, yule bwana ni Mgana. Kwa nini yupo Yanga? Na ikiwa kama kanuni inasema wachezaji wa nje wanatakiwa 12, Yanga inaonekana wapo 13. Kwa nini Simba inaonekana wanataka kutoa taarifa FIFA ili wapate maelekezo yaliyokuwa sahihi kuhusiana na mchezaji Damalo? Mzee Saidi nipo naye. Mzee wangu habari bwana? Salama. Mambo yanasemaje? Poa. Shikamoo. Marhaba. Kwema kabisa? Fresh. Pilika zinasemaje? Pilika gani mwezi wa Ramadhani ushehe? Wewe umeganda huko. Mambo msemesha kazini uende mzee wangu. Naenda. Sasa nisiende kwa sababu gani? Si ndio kilichonileta mjini shehe. Nitaachaje kuja kazini? Muhimu ndio maana nikasema pilika zinaendaje? Pilika za kazini fresh tu. Ramadhani ipo Ramadhani inaendelea. Na huko pilika zinaendelea. Pilika gani? Pilika Damalo. Yaani habari ya mjini Damalo. Baada mjini Damalo. Damalo. Goli 3. Zile ndio zinatusumbua. Zile tulizofungwa na Singida. Ile ya FA. Sasa ilikuwa nusu. Ilikuwa nusu, si Damalo alikuwepo. Mzee Saidi, kuelekea mchezo wa dabi kwanza. Tuanzie hapa manake kuna mambo mawili mengi hatujaweza kuyadavua. Hatujaongea muda mrefu. Kuyaongelea kama siku mbili. Na watu hawajasema tuletee mzee wetu. Walikuwa wanahitaji. Hali ya hewa ya juzi. Mvua. Mafuriko kidogo ilitokea. Sio ilitaka kutokea. Mwenyezi Mungu anapotaka kuleta neema yake anaileta tu. Sasa ile ni neema, watu tumepiga sana kelele jua kali. Mwenyezi Mungu akasema ngoja niwabonyezee bomba moja. Kaliteremsha lile maji bwelele watu hao jamaa, mvua ndio kawaida ya binadamu. Wengine kwenye vyumba vikajaa maji. Wanatoa vigodoro. Nyumba zinastiri watu. Mzee Saidi, kuelekea mchezo wa dabi. Huwa mara nyingi tukiangalia kwanza msimu uliopita. Ndio. Inapoelekea dabi mara watu hawachezi, kuna hoja zinakuja. Kwa nini tulizuiliwa uwanjani? Watu mchezo tarehe 8 haukufanyika. Hii sasa hivi kabla mchezo wa dabi kufika, kuna hoja. Kwanza Simba waliandika barua TFF. Ndio. Tunaanza na hoja hii. Waliandikia kwa nini Alikamwe alikuwa ametoa taarifa kuwa mchezo unaenda kuchezeka Zanzibar ikiwa yeye sio msemaji wa bodi ya ligi. Tuanze kwanza. Mimi siku zote ni mtu wa kunyooka. Na Mwenyezi Mungu anisaidie sana niwe na kauli thabiti mpaka kesho naingia kaburini. Sawa. Iko hivi. Yule mtoto akasema si tulishamalizana na Waarabu. Muona bwana, naona huenda mechi yetu ya dabi si tutakuja kuchezea huku kwa Mkapa. Nani Benjamin New Amani Complex. Lakini sio alisema kwa kwamba Simba na Yanga tunakuja kuchezea wapi? Huko ni Amani. Sio kweli. Lazima tuende tukubali. Yule yeye alisema tu. Lakini sasa hii yote kwa sababu gani? Na yule alivyosema pale pana mashindano ya Qur'ani. Ndio tarehe 1 anafanya. Tarehe 1. Sasa haiwezekani mkaenda mkasimamisha masuala ya Mwenyezi Mungu kwa mambo yenu ya mipira. Ndio maana watu wameona twendeni tuipeleke Zanzibar. Mnaogopa nini kwenda Zanzibar? Kelele za nini kwenda Zanzibar? Jeshi umeshaliandaa. Limekamilika, unaogopa nini? Twendeni. Kama tunakwenda kula za uso ndio mjue kwa kwamba bado hatujakaa sawa. Wao wanacholaumu wanasema kwa nini taarifa ianze kutoka kwa yule? Hakutoa taarifa, yule kaongea. Sio kama namtetea, vitu vingine tunapenda kupublish maneno. Yule yeye kasema, unajua Alikamwe ni mtu wa kulopoka. Umenelewa? Ni mtu wa kulopoka. Alikamwe unaweza kumtofautisha na mheshimiwa diwani? Huwezi kumtofautisha. Umeona bwana, yule kapeleka moto kuwachanganyeni nyinyi watu wa Simba, na kila siku mimi wanawaambia watu wa Simba, yule mtoto anawachanganyeni vichwa.
Anawachanganya hivyo. Umeandaa jeshi lako, unaiogopa Yanga, unaiogopa nini? Uko vizuri, unajua kabisa mimi nikikutana na Yanga kinawaka, unaogopa nini? Uwanja wowote ule twendeni. Si tumeandaa timu. Wewe si unamtajaga nani? Veno Vasala si na nani yule mchezaji yule? Vincent Aula yule. Si yupo Vincent Aula. Sasa unaogopa nini hapo? Twendeni tukacheze mpira, tuacheni maneno ya kijinga. Kwa hiyo hii unathibitisha Simba wanaogopa kupeleka timu, ndio maana ndio manake maneno haya ya nini? Pelekeni timu. Na mimi nakwambia safari zile nyasi zitawaka moto. Inaanza asubuhi. Unaona kama kuna kitu umeona mbele, kuna kodi nataka kwanza kuambia hivi. Hao wote hao ndio nakwambia, hao watoto wa juzi hao wamezaliwa juzi hao. Mpira wa Simba na Yanga hawaujui. Umenielewa? Wanapelekewa vitonga, wanakaa wanaongea vitu vya ajabu. Umenielewa sijui? Hivi vyote hivi hao watoto hao hawaujui mpira wa Simba na Yanga. Hivi ngoja nikwambie, mwaka 93 hao wote wanaoongea walikuwa wapi? 93. Sasa mimi 93 mkubwa anaangalia mpira shamba la bibi hapo. Au nikwambie na sehemu tulizokuwa tunapita. Sisi tulikuwa tunapita tunaruka ukuta ule. Ule ukuta mimi nimeruka sana na kaacha ng'ombe pale babu. Watu wanakaa watu wananiona tu kwa sababu nimetoka huko, nimekuja na gari la oni moja, nafanya kazi mule. Lakini mimi midi temu yoyote ile lazima nije nikae mjini. Mimi Dar es Salaam nimeanza jana au juzi kuja. Muda mrefu huko. Ndasa mimi babu yangu amekuja kufanya biashara ya ng'ombe hapa bwana, afu mtu aje nisumbue na Dar es Salaam. Dar es Salaam utanisumbua kwa sababu sijui kusoma, ndio kwisha. Ndio utaniweza hapo. Au mzee Said uoga unakuja kulingana na mechi 3 walizocheza pale New Amani, kwa sababu amecheza JS Kabylie, JS Kabylie kapigwa 3. Sikia nikwambie. Farabat akapigwa 1. Yanga na Simba. Sisi tunajuana vizuri. Nje ndani. Yaani wewe uchochoro unaopita, Yanga naye anapita uchochoro ule. Wewe ukitega huku, Yanga anaambiwa kabisa bana, mwenzio katega hapa, wewe pita huku. Hawakutokea geti hili la huku la Mbagala, wanakwenda kutufunga magoli 5. Yanga sasa wameacha kupita katika wale. Wameacha wakapigwa faini milioni 5 sijui laki 5. Sasa si vitu vya kawaida hivi. Sasa kwa nini walishajua mchezo unachezeka? Sasa kumbe basi limeingia halina wachezaji hata mmoja, wanashangaa wale kule wanatokea kule. Hivi vitu vya kawaida. Sisi tunachotakiwa cha pesa sasa hivi. Je, tuna uwezo wa kupambana na Yanga kivipi? Yaani ndio tunatakiwa tujiulize. Utafute mbinu zenu mapema. Mbinu zetu mapema. Sio habari ya kusema kwa nini wanapeleka mechi Zanzibar. Sasa mashabiki wao hata waseme twendeni Uganda, unawaambia twendeni. Una jeshi limeshakamilika. Unaogopa kitu gani? Au unafikiria kitu gani? Kila siku wao wametuambia twende Zanzibar. Mnataka muende wapi? Mbinguni ndio mnaenda kuwafunga Yanga. Huko Zanzibar twendeni, tunaenda kujua huko. Viwanja vingi. Hoteli wa Singida upo, Dodoma upo, Azam. Sasa huko ndio wanatusumbua kweli huko. Kwa hiyo Zanzibar nyumbani kule wana Simba. Wakitufunga bahati yao. Mimi sitaki kusema babu, watachukua maneno yangu hawa. Washabiki wa Yanga huwa wanachukua maneno wanawapeleka kwa viongozi wao. Mnamsikia huyo mzee? Mzee anaona huyu. Unaanza kuwatolea kodi. Mimi ndo nakwambia. Ndio maana mimi sitaki kuongea. Na ndio maana haya mambo sijui Zanzibar sijui nini leo ndio umeniita. Hamna cha mvua wala mimi nilikuwa nakukwepa. Sitaki. Kuna vitu vingine havifai kabisa kuviongelea katika football. Mnajizalilisha watu wa Simba. Yaani Yanga mnazidi kuwapa kichwa. Unaona wanapotuogopa, mnategwa mnaingia. Tegeni, tokeni. Mnakuwa kama samaki bwana. Zanzibar kuna nini shekhe? Zanzibar kuna nini? Guantanamo kwa hao wajinga wengine huko. Guantanamo kwa nini usiseme hii hapa Guantanamo yetu sisi? Tumefungwa mara ngapi? Tumefungwa goli 10 na ngapi? Sijui 21, sijui 12 kwa mechi zote tulizocheza. Mechi 6 zote. Kuna 5, kuna 2, kuna 1, kuna 3, kuna 2, kuna ngapi? Hebu piga hesabu hizo goli. Sio Guantanamo hiyo hapo. Guantanamo ile pale kwa watu wengine sio Simba. Sasa ni uwanja wenu kwa Mkapa atoki. Kwa Mkapa atoki mtu sio Yanga. Na hiyo Guantanamo ile kule sio ya Simba. Guantanamo ya wale Walabu wengine waliokuwa wanapelekwa pale na Azam na Yanga. Sasa kufungwa si kitu cha kawaida cha Simba na Yanga. Kwani tulishafungwa mara ngapi? Jana nilikuwa naongea na mwanangu. Kaambia mama, mechi hii wanatufunga tena. Baba, tulishazoea, wewe acha watufunge tu. Hatuna uongozi. Kanijibu jana mwanangu pale. Kaambia kweli mama. Majibu mzee. Sasa kama utasemaje?
Isitoshe bwana mzee Saidi. Naam. Bado zinaendelea kulingana kwanza barua aliyotoa ya TFF hususan kuzungumzika kwa nini mchezo uende kule, lakini bado limevubuka lingine. Nini tena? Kwa nini Damalo inaonekana si Mtanzania yuko pale Yanga Africa? Shehe, mimi nitakuanzia mwanzo sana, nisikilize kwa makini sana. Nitakuanzia mwanzo kabisa. Simba tuliwahi kumsajili mchezaji mmoja anaitwa Said Maulidi. Jina walimpa SMG. Kwa anatembea vibaya sana yule mtoto. Anaitwa Said Maulidi. Yule Said Maulidi akaja Yanga wakaja wakamchukua kibabe Simba. Said Maulidi. Kwa mambo yalitoka zamani. Nisikia sasa, tulia. Kamchukua kwa nguvu. Simba unajua walichosema? Wakasema huyo sio Mtanzania. Said Maulidi. Umenelewa? Ninyi mnacheza naye Mtanzania. Alikuwa Mtanzania. Alipokuja Yanga wakasema sio Mtanzania. Pale leta vurugu kubwa sana. Nikukumbushe juzi tu hapa. Sisi tumemsajili Kibu Dennis. Na yule ni Mkongo ile alikuwa. Yanga wakasema kwa kwamba yule sio Mtanzania. Kwa hiyo hivi vitu vipo tu. Sasa hawa watoto wanaokaa wanaongea kwenye hivi vyombo wanaona kama vile ni sifa wao. Lakini wasiwe wanakuza matatizo. Umenelewa? Said Maulidi walisema sio Mtanzania, lakini kacheza timu ya taifa ya vijana. Ndio. Ndani ya Tanzania. Ndani ya Tanzania na alikuwa anaonekana ni Mtanzania. Ndio. Sawa? Kibu Dennis wakasema sio Mtanzania, sijui Mzambia, sijui Mkongo, sijui ni wapi, lakini kacheza timu ya Tanzania ya taifa. Mnakuja kusemaje? Na maana taifa letu halijielewi? Yaani hapa sasa mnalichafua taifa, sio mnavichafua vilabu, mnalichafua taifa. Kwa kumbe kuna watu wanaingia humu ndani, wanakaa wanafanya kazi bila kueleweka. Na kumbe sio Tanzania. Kwa nini tunalichafua taifa letu? Huu ni uchafuzi wa taifa. Hebu midomo yetu mingine tuwe tunaifunga zipu. Jambo lisilo kuhusu kaa kimya. Hii michezo ya Simba na Yanga ndio michezo yao hawa viongozi watu. Wakishaona pamefikia, sasa pale inabidi na wenyewe wanakubali TFF. Wa kwanza kusema maneno haya sio washabiki, ni TFF wenyewe. Hapo mlipoenda sio. Sasa kama TFF wametoa vibali kupitia serikali, nyinyi mnasemaje? Si mnazalilika nyinyi wenyewe? Huko ni kujizalilisha. Yaani mnazalilika kwa mtu mmoja, mchungaji tu mmoja yule. Hata wewe Damalo si mtu wa kawaida tu. Sasa si wanasema Msukuma yule. Sasa Msukuma kuna Msukuma gani asio mchunga ng'ombe? Yaani wewe niulizie Msukuma ambaye hajui maana ya ng'ombe ni nini? Hakuna. Sasa mnakaa mnahangaika na mtu mmoja bana katoka huko atokako kama mzee Saidi. Msimu wa jana mzee Saidi yule alikuwa Singida. Sawa alikuwa Singida na ndio hicho kinachowaogopesha hao wanaopiga kelele. Au zile tatu mlizo. Ndio maana yake si ndio nimekwambia tatu. Si walitufumua tatu yeye kacheza namba 6. Sasa ndio hicho wasiwasi leo kaja Yanga. Kwa nini msimfuate? Anatupiga tatu tunyie mgetia miguu pale kwenda kumchukua. Bwana huyu mchezaji mzuri tumchukue. Nyinyi tafuteni wabaneni viongozi. Tuwabane viongozi wa Simba watutengenezee timu haraka kabla ya kwenda kwenye ile mechi. Watafute mbinu. Tusidanganyane. Kaka. Haya. Mimi ndio maana nawaambia hivi. Kuna mwaka mmoja hata juzi hapa niliwaambia hivi. Wana Simba hata tukifungwa na Yanga tutulie. Timu yetu imekuwa nzuri, tukianza kurushiana maneno fika mbele. Hatutofikia lengo letu tunalolihitaji. Ndio. Watu wengine hawa wanaoogopa kina Damalo wakasema yule mzee anaongea nini? Hajielewi yule mzee. Bwana wewe sijui na nini. Sasa leo wanaongea maneno yangu kunizunguka. Nyinyi mtakuja tu. Sasa msajili wa kubali, yani hali anasajiliwa kwenda kuwa Tanzania. Hii sinapita katika ndio maana nimekuambia hivi. Hivi vibali vinavyotolewa vya kucheza mpira Tanzania havitolewi na Yanga wala na Simba. Wala Simba ndio. Sijui unanielewa? Kuna mamlaka ambazo zinazotoa hivi vibali. Sasa je, kama vimetolewa vibali vya halali mtasemaje? Mamlaka ya uhamiaji ndio wanayohusika. Ndio tunaichafua nchi yetu, tusifanye hivyo. Yaani tutaonekana wote wapuuzi. Na kwa nini mkiwa mnaelekea kwenye dabi? Ndio hivyo uoga. Yaani sasa hivi ni uoga, tunaenda kufungwa tena. Sasa ni mbinu gani? Kwa hiyo badala ya ule uoga sisi tungekaa kimya, tutafute mbinu. Hivi hawa kila siku wanatupopoa, tutafute mbinu. Ni mbinu gani ya kwenda kuwafunga wale? Je, ni uongozi?
Je, ni wachezaji? Je, ni sisi washabiki tunashindwa kutimiza ahadi zetu za kushangilia? Ni nini mpaka wanatufumania hawa? Hivyo ndio vitu vya kujiuliza. Huu sio muda wa kuanza kupigizana kelele, sio mchezaji, sio Mtanzania, sio nani. Wewe Mtanzania halisi. Wewe hapo mimi nakuuliza, wewe Mtanzania halisi wewe? Mimi Mtanzania halisi. Una utanzania gani? Mimi Mtanzania. Nipe usababu wa utanzania wako wewe hapo Chapesa. Unahitaji nikujulishe? Unatakiwa unijulishe kuwa yule sio Mtanzania, mimi ni Mtanzania halisi. Nipe utanzania wako. Alama ya ndui. Alama ya ndui. Kwani mtu mwingine akija, wewe umezaliwa juzi hapa. Ndui unaipataje? Unaigongwa ndio, kwani ndui hawachanji? Ndui hawachanji sasa hivi. Damalo kama ameikosa katika Ghana. Wewe umemwona Damalo kama ana ya kulia? Ile sasa inaonekana ametokea Ghana. Cheni bwana mambo yenu. Wewe umeshasema ndui. Haya, hakuchoma ndui. Unasemaje? Sio Mtanzania. Wewe unataka kuniambia Watanzania sisi tulichomwa ndui kipindi kile? Unataka kuniambia Watanzania wote walioko hapa wote wamechomwa ndui? Alama yao kwanza. Ndio wamechomwa ndui wote. Lazima. Subutu. Ile ni haki. Acha bwana wewe. Ni sheria ile. Yafu ndui ya sasa sio ndui ya zamani. Sisi matibabu tuliokuwa tunayapata tulikuwa tunayapata ya kizamani. Yapi? Ya ndui. Kwa sasa hivi hawachomi watoto. Sipo ile. Hii unachomwa sindano ya kawaida. Ndio chanjo ile muhimu. Hii sasa isipotokea. Lazima na hapa. Mimi hii hapa. Mimi hii hapa. Sawa, hii hapa. Sana. Lakini wewe nikikwambia nionyeshe haitotokea kama hii. Sisi ndio tulikuwa tunachoma, nyinyi sasa hivi mnachomwa sindano ndogo ndogo. Haipo kabisa. Unaongea nini bwana? Vitu vingine havifai jamani. Tunaangalia tusipige kelele bila mafanikio. Mchezo unayoelekea inaonekana kama inarudi ile taswira tarehe 8 mwaka jana, msimu uliopita. Hatuchezi. Kwa vurugu hakuna. Safari tunapeleka timu. Tunapeleka timu. Safari tunapeleka timu. Tusilete vurugu, timu inaenda. Kweli? Mimi ndo nayekwambia. Timu inaenda. Na mchezo ujapokuwa unaendelea timu inaenda. Na tunaenda unawatoa watajua wao wenyewe. Sisi timu tunakwenda nayo. Sisi tunaenda kucheza. Tusicheze kwa sababu gani? Moja mnaenda. Tunaenda. Wewe focus yenu kwanza sasa hivi haya mnayafanya na huku mna. Sisi tunachoangalia, mimi kama mimi ukiniuliza, mimi siwezi kumfuatilia Damalo. Mjinga mmoja tu yule, mimi nimfuatilie wa nini? Mimi nafuatilia Yanga kwa nini wanatufunga. Kabla ya mechi ya Yanga na Simba niletee kitonge. Unataka kutoa majibu? Nitakupa majibu. Kama bana tunaenda kugongwa au safari hao tunao. Kabla tujaendelea mbali. Sawa. Hapa kidogo. Haya, soma. Mimi macho yana matatizo. Kuna wachezaji kama watatu hapa mimi nimewaona. Sawa, yangu lakini. Haya. Hii taarifa kwa umma imetoka. Naona hii taarifa ya ndani nchi idara ya uhamiaji. Nembo yao hii. Ni nembo yao hii. Hapo kuna wachezaji watatu. Kuna Emmanuel Kwame Kayeke, huyu ni Mgana. Sawa. Raia Tanzania. Kwa Singida. Nakumbuka kwenye goli 3 alihusika goli 2 Kayeke. Sawa. Kuna Josephat Athbada. Huyu naye Cote d'Ivoire, Ivory Coast, naye aliomba uraia wa Tanzania. Akaja na Mohamed Damalo Kamara Mguinea, pia ikawa ameomba uraia wa Tanzania. Sawa. Kupitia hiyo ni taarifa kwa umma hiyo. Hiyo taarifa kwa umma ilitolewa na Wizara ya Mambo ya Ndani na ya Nchi, idara ya uhamiaji. Sai ya mwisho imetolewa na SSI Paulo J Msele, msemaji mkuu wa idara ya uhamiaji. Kwa hiyo ni wachezaji sio wachezaji, ni raia halali wa Tanzania. Haya, kelele za nini? Kelele za nini? Haya, wabishane na serikali sasa. Hii ni taarifa imetolewa na chombo husika cha serikali. Habishaneni nacho sasa. Aibu, vitu vingine sio vya kuongelea. Hiyo hapo taarifa au hii taarifa ya uongo? Sijajua sasa kwa wao waje waikanushe taarifa kama ya uongo. Mimi nilikwambia ndugu yangu, kuna vitu vingine vya kujidhalilisha, na ndio maana uwaga sipendi kusema vitu kama sina uhakika nacho, na kama sina uhakika nacho ni jambo halinihusu na kaa kimya. Hata liwe pale Simba halinihusu, hayakuhusu. Mnaongea yako ya wapo waongeaji, sio wewe. Wewe Elia na viongozi wako wakutengenezee timu kwisha. Na ndio maana mimi nimemwambia Mangungu, sio kama tumekusahau au umeshinda vita, bado tunahitaji mafanikio katika klabu ya Simba. Tumepiga kelele sana, hati imepatikana hiyo hapo. Katiba mnayo. Katiba hiyo hapo, sijui hati imepatikana hiyo katiba. Dio. Na katiba iliyotolewa katiba mpya. Umenielewa? Serikali imeshaidhinishwa na watu. Sasa wao wanaojiita wanachama
Kuna wanachama wengine hoyae kama wanavyotuita sisi, njaa zimewazidi. Waangalie maamuzi watakayokwenda kutoa pale kuitengenezea mustakabali mzima wa kuiendesha Simba. Watulize vichwa vyao. Wasipotuliza vichwa vyao tena, Simba tunaizika. Tumepiga kelele leo, mi nipo, kesho mi nimekufa. Nani atakayesimama na kuanza kuisemea Simba? Watatokea wengine, watakuwa sio kama mimi. Hawatatoa tena sauti. Ndio maana yake watatokea, lakini sio mimi. Hapa kina Jibii. Ya Jibii yeye bado atakuwaga mzima tu. Sasa wewe Jibii ana miaka mingapi? Sheikh Mtume amekufa na miaka mingapi? Sawa. Wewe unafikiri kila siku utakuwa uko barabarani? Una siku nyingine barabarani unapatikani. Kuna vizazi vingine vinafumbuka kwa vinato. Sasa vinafumbuka vinaijua Simba. Vinakuja kuangalia historia ya Mzee Said aliongea nini. Siku moja bwana tulikuwa na golikipa mmoja anaitwa Makenzi Ramazani. Simba moja hiyo. Sawa? Yule Makenzi Ramazani alipewa uraia yule. Alikuwa raia wapi kabla ya kuwa Mtanzania? Na ukatule sasa habari hizi zilikuwa hakuna. Yule aliomba uraia na akapewa. Morrison aliomba. Hawakaagi wale, wanarudi makwao. Morrison hata Udamalo kama kapewa Tanzania anarudi kwao. Gana. Sasa akifika kule anaukana Utanzania, utamuuliza bwana wewe vipi? Historia ilikuwaje bwana Makenzi? Achana nayo bwana wewe. Mzee Said, tunaelekea mchezo pale Jamhuri, uwanja wa Jamhuri Dodoma. Simba saa 3 pale anakipiga zidi ya Prison. Msimu uliopita mlimkanda chuma 3. Prison. Vipi leo mchezo leo inakuwa? Naona tena pointi 3 mnazipata. Dada, usipozipata pointi 3 hizi mechi mbili za Simba Dodoma zidi na Prison ndio zinatuonesha tunaenda kumfunga Yanga au hatumfungi Yanga. Taniletea kitonge Jumatatu. Kwa leo focus yenu mchezo wa leo na wa tarehe 25. Ndio wageni majibu wa kwenda kumpiga mtani. Unapenda kuyapekua wewe. Haya bwana. Wagalatia nao anapiga zidi ya Namungo. Guardiola mnene kwa. Kawaambia akina Depu, sijui bwana Okelo, wasitegemee kama ile wanakuja kuzipata pointi 3 kiulaini huko. Yule alikuwa anaisaidia ya Simba yule. Guardiola mnene. Yule na vitu vingine alikuwa anacheza yeye kama yeye mwenyewe binafsi. Wale mchezo unaonekana utakuwa mgumu sana na Yanga. Utakuwa mgumu, sio hivyo mnavyotegemea. Hata wa Dodoma utakuwa mgumu, sio hivyo mnavyotegemea. Tunaokutana nao wale siku zote wao wanatusumbua. Alafu wale si unajua ndio wale wanaotembea na begi zile miguuni zile. Begi za FIFA zile. Ile Prison. Wanaweka kwenye soksi. Ukiona wanabadilishana anaingia. Na siku ile bwana kweli nimesahau kukuambia alivyoingia tu yule jamaa akaenda akamkumba golikipa. Golikipa chali. Yule jamaa yule, mimi jina lake linanitokaga, yule alimkanyagaga beki wetu wa Simba yule akataka kumvunja mguu yule. Anaitwa nani? Kwani huko hawajatupia hilo jina? Hao wanakuaga wapekupeku sana wa maneno. Sijaliangalia bado. Na imani nitaendelea kulifanyia. Jamaa moja hivi mwanangu, lina kifua nyanda 6. Kwa hiyo zile leo vile vibegi vile. Vibegi vipo vile. Vile vibegi vipo vile. Na vinaendelea. Wewe makini. Hata kama kwa mfano tumesema hivi hawezi kuvichomeka tena vibegi vile. Wanaviacha. Wanaviacha. Unaposhtukia Mzee Said ukisema wanapunguza. Wanaacha, wanatoa. Ndio mnaonaga shughuli zao. Ile siku ile nilikubali mwenyewe ngesema kweli Prison. Neno la mwisho kwa timu yako ya Simba Sports Club. Mimi naitakia kila la leo na tarehe 25. Mchezo wa tarehe 25. Uchezeje ili uweze kujiongeza? Mchezo wa tarehe 25 naweza mimi mwenyewe nikawepo kule. Tarehe 25. Dodoma zidi ya Simba. Zidi ya nani ya Simba, Dodoma na Simba. Na Dodoma Jiji. Dodoma Jiji na Simba ndio. Sasa tuwaombe wadau wetu kama inawezekana watuchangie nauli. Twende. Jamaa mimi naomba msaada tupande SGR. Jamaa anayeweza hata kutukatia tiketi SGR pale tukapanda tukaenda kwenye ile mechi kwenda na sisi kuongeza nguvu katika klabu yetu ya Simba. Tunaomba msaada. Sasa hivi mwezi wa Ramadhani huu najua zile hela zile za kugonga 2 kwa 1 zile hazitakiwi dhambi. Sasa ndo zinatufanya mimi ningekuwa kama sio Ramadhani
unaenda unagonga 2-1 unaondoka. Sasa 2-1 haiwezekani, ni ngumu, utafunga mwezi mzima bure. Mungu apokee. Unapita, ndio maana ninaomba msaada kama inawezekana jamani. Mkaji wako unakuwa ni batili kaka, wewe utashinda na njaa. Hata uende ukasali vipi? Nabii akupokee. Wewe akupokee. Wanakuacha kwambia bwana. Akupokee kwa sababu gani? Wewe umeenda kula hela ya haramu. Bwana unafanya haramu. Huyo ndo mzee Saidi. Tulikuwa na mzee Saidi. Usifanye haramu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haitakiwi. Na ndio maana hata kina mama wanajistiri mwezi huu. Bwana msivae suruali jamani, hatari. Utawaumiza wenzenu wanaofunga. Leta ile nafasi hapo ukamondoa katika funga yake kwenye Ramadhani yake. Jana nilikuwa nimekaa sehemu moja, wakaniambia mzee Saidi, hapo kwa nini umekaa? Wapi? Usitake kujua. Kwa nini umekaa hapo mzee Saidi? Nikamwambia kipindi ulipokaa kuna walikuwepo kina mama. Kina mama. Dada zetu wamekaa. Wanatengeneza maunjamati. Kwa ajili ya kuandaa mazingira. Nikasema ngoja niende nikavute muda. Fika bana nikapewa kiti nimekaa pembeni. Bwana mmoja akafika akaniambia, mzee Saidi, mbona umekaa hapo? Nikamwambia umekaje hapo wewe na hujafunga? Nikamwambia hapana, nimefunga. Sasa unakaaje hapo? Nikamwambia si nimekaa tu. Sasa anaangalia kwangu, anaangalia na wale kina mama. Sasa wale kina mama alhamdulillah, Mungu kawajalia. Nikamwambia wewe mtoto utaharibu swaumu, nenda. Akasema mapema mtoke bwana. Nikamwambia wewe toka, utaharibu swaumu. Mzee Saidi bwana, haya bwana, nikamwambia nenda, akaondoka. Hasa utu uzima huu shekhe, Amina. Utu uzima huu shekhe. Amina. Jua limekwenda shekhe, watu wananiambia wewe mzee Saidi, mimi shekhe nikwambie ule ukweli, kinachonibeba ni mjini. Mafuta haya tunayopaka. Yaani mimi popote napokaa, mtu yoyote akija, tena kama hivi vidogo vidogo, shikamoo babu. Yani vinasema kabisa shikamoo babu. Sasa unajua na ukiviona hivi vimchecheleke hivi vinaanza shikamoo babu, unajua hii mbegu tayari ishaondoka, hii imeshakwenda, hii safari. Kwa hiyo wakati umeisha, taa nyekundu inaanza kwa. Kuna mmoja aliniambia, mbona unanyoa kipara, unaogopa mvi? Nikamwambia hii kipilipili haina mvi. Bwana, huyo ndo mzee Saidi. Tulikuwa naye tukizungumzia habari za michezo na burudani. Kikubwa zaidi tunayosisitiza wanachapesa media, wewe usio subscribe nao uweze kupata habari za michezo na burudani. Tunaendelea kuwaleteni habari za michezo zitazojiri na zinazojiri, pia hata tetesi zinazoendelea katika vyombo vyetu safi vinavyofikisha taarifa za michezo. Nyuma kamera yupo Director Shiza na kuleta picha ngavu na tulivu. Tukutane tena baadaye kwa habari za burudani na michezo. Bye bye.